Katika maeneo ya vijijini, EWURA wako hapa, huwa wanatangaza bei katika maeneo mbalimbali, lakini zile bei actually hazireflect watu walioko mbali kabisa. Zile bei mara nyingi huwa zinaongezeka, zinakuwa hata mara mbili. Kwa hiyo kwa mpango huu wa serikali, kwanza kuna vitu viwili vinafanyika. Serikali inakwenda kuwawezesha wajasiriamali wadogo. Hawa ni wajasiriamali wawekezaji, umeongelea vizuri sana, ni wawekezaji wadogo. Kwa hiyo serikali inawapa uwezo wa kuwekeza, lakini pili serikali inatoa unafuu kuhakikisha kwamba nishati ya mafuta na gesi, mafuta inapatikana katika maeneo ambayo yako pembezoni kule vijijini. Hatua hii ya serikali kuhakikisha kwamba inawawezesha wananchi wajasiriamali wadogo kujenga vituo, sio tu itawapa nafuu wa bei na upatikanaji, lakini kwa vile katika hali ya usalama vile ni kwamba sasa tunakwenda kuondoa hilo tatizo la wananchi kuweka mafuta majumbani mwao, ambapo mara nyingi inapelekea kutokea ajali kama ambavyo nimesema. Na kwa sababu tuna gesi, tuna miundombinu, na nafikiri sasa tusiishie kwenye mafuta, lakini twende kwenye masuala ya CNG. Inawezekana. Yote ni vitu ambavyo nyie tuko kwenye mandate yenu kuhakikisha vinafanyika. Azania wahakikishe vigezo vyao vinakuwa vya uhalisia na vinakuwa rafiki, ili tuweze kuvutia wawekezaji wengi zaidi na kupanua hii program. Na nyie mjipange kwenye nishati zingine kama CNG, kwa sababu lengo kubwa ni kufikisha zile huduma kwa wananchi. Ukweli tunafahamu vituo vingi vya mafuta vilivyokuwepo sasa viko kwenye maeneo ambayo biashara inalipa zaidi. Kwenye jiji kama la Dar es Salaam, mtu ya EWURA anafahamu tena kutoka kanda hii, lakini nadhani kuna vituo vingi sana kwa namba. Lakini ukipita kwenye barabara kubwa kutoka hapa mpaka Tunduma, kutoka hapa mpaka Mwanza, Kigoma, kila unapoenda vituo vya mafuta. Lakini je, hiyo ndio hali ilivyo kwa wananchi wenzetu wanaoishi vijijini? Jibu lake hapana. Kule watu aidha hawana mafuta kabisa, inabidi watembee umbali mrefu kutafuta mafuta, au wanaenda kupata huduma kwa watu wanaouza mafuta kwenye vifaa ambavyo havikidhi ubora na usalama wa biashara yenyewe, na aghalabu wanatumia chupa za mafuta na magaloni ya plastic. Sasa hii ni changamoto kubwa. Ni mradi ambao unaenda kuleta mapinduzi makubwa sana kule vijijini. Hawa wawekezaji bila shaka wataajiri pump attendants, labda na wasibu baby, vituo vidogo, lakini tunatarajia vitakuwa na kadhalika, kuondoa hizi athari nilizosema. Na mimi nipende kutoa shukrani zangu za pekee kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imeendelea kuwagusa wananchi wadogo katika maeneo ya vijijini kupitia nishati hii ya mafuta. Lakini pia ni waahidi benki ya Azania, lakini pia ni waahidi watu wa REA kwamba tutatoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha tunarejesha mikopo hii, lakini pia tunakuwa ambassador kwa wale ambao hawajapata mikopo hii ili waweze kuja kupata mikopo.